Ni siku ya Jumamosi asubuhi ya leo ambapo mtazamaji wangu ninakusalimu. Bwana Yesu asifiwe. Ni matumaini yangu ya kwamba usiku wako ulikuwa ni wa baraka. Mwenyezi Mungu ameweza na kukubariki na uhai kwa siku ya leo. Wane na kukumbusha kila wakati tunafaa na kumshukuru. Maana sio kawaida tu kuamka na kupata kwamba uko sawa, uko mzima wa afya. Na huwa ninakukumbusha tena, sio wale ambao wako na uzima wa afya wanajisi vema, wanafaa tu na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Unaweza kuwa umeamka ukiwa unaumwa, unaweza kuwa umeamka ukiwa unayapitia mangumu, unaweza kuwa umeamka ukiwa unajiuliza, je, mimi nimeweza na kuamka katika uso wa dunia nifanye lipi? Kwa hiyo yote unafaa na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Maana yote anayaelewa, yote anayajua, na yote anaendelea tu na kuyashughulikia kama wewe unazidi na kumwamini. Tuendelee na kuweka imani zetu kwake ili akaweze na kuendelea na kutushughulikia vema kwa yale yote ambayo tunaweza kuwa tunayapitia. Hayajapita kiasi. Mwenyezi Mungu anayaona, na maana wewe ni mtoto wake na anakupenda. Utaona tu akiwa anakutendea. Kwa asubuhi ya leo karibu sana katika kipindi cha manyunyu ya baraka, tukaweza na kuendelea na kunyunyiziwa baraka za Mwenyezi Mungu kupitia neno lake asubuhi ya leo na mtumishi wake ambaye ni Pastor Emmanuel Ndambuki kutoka kanisa la ABC Chani. Karibu tubarikiwe. Mtazamaji, ninakusalimu mara tena asubuhi ya leo. Ni matumaini yangu ya kwamba neema ya Bwana imekutosha, na hata hivyo asubuhi hii ya leo imekuwa asubuhi ya baraka kwako. Ninasema karibu ili tukaweze kulisikia neno la Mungu. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru ni kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asubuhi yenye baraka, asubuhi yenye neema. Umebariki mtumishi wako na afya nzuri, na hata hivyo yuko tayari kulipokea neno lako. Ninaomba Bwana ili neno hili likaweze kuwa baraka kwake, likamsaidie na likamwezeshe kuona makuu katika maisha yake. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tutaomba na hata kushukuru. Amina. Neno la Bwana tutalisoma katika kitabu cha Hesabu kifungu cha 21 mstari wa 8 na mstari wa 9. Hesabu kifungu cha 21 mstari wa 8 na mstari wa 9. Neno la Bwana linasema hivi. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba ukaiweke juu ya miti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Musa akafanya nyoka ya shaba akaiweka juu ya mti. Hata ikiwa nyoka imemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Mtazamaji, ulikuwa wakati ambao wana wa Israeli walipokuwa katika jangwa na Mungu akiwa anawatazama. Tunaona ya kwamba wana wa Israeli wakati mwingi walikuwa wanaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Na katika ghadhabu ile ambayo walikuwa wanaipokea, kuna ghadhabu nyingi ambazo zilisababisha na kufa kwa wengi katika jangwa, na wengi walikufa kwa sababu labda ya kuasi na kukosa kufuata maagizo Mungu aliyowapa. Tunaona hapa baada ya wana wa Israeli kukosa, basi kulitumwa nyoka, na nyoka hizi ambazo zilikuwa nyoka dogo ziliwauma, na mtu akiumwa na nyoka hili katika maandiko yenye maandiko anasema alikuwa anakufa. Lakini Mungu ambaye ni wa huruma, Mungu ambaye ni wa upendo, aliweza kunena na mtumishi wake Musa. Na ndio sababu nataka tujifunze juu ya kumtazama Yesu. Mungu yeye mwenyewe alimwambia Musa, basi tengeneza nyoka ya shaba, na kwa yote yule ambaye atakayeumwa na ile nyoka dogo na kutazama hiyo nyoka ya shaba, yeye ataweza kuwa hai,
hataweza kufa lakini ataweza kupona. Tunaambiwa ya kwamba wale waliokuwa na mioyo iliyotubu walitazama juu ya nyoka, wakiamini kile ambacho Mungu alikuwa amesema, wakiamini kwamba yeyote akimtazama nyoka huyo angeponywa. Na ni kweli Musa aliwaambia kwamba ukiumwa na nyoka ndogo, tazama nyoka ya shaba, na hakika utakapoiona hivi utaweza na hata kuweza na kupona, na utaweza kukufa. Na hivi leo tunapotazama tunaona, leo tunaambiwa kwamba hatutazama nyoka, lakini tunaambiwa leo Yesu ameinuliwa. Huyu Yesu ameinuliwa na ndiye ambaye anaweza na ama anastahili, tunastahili kumuona jinsi alivyo. Yesu ameweza kuinuliwa, mtazamaji. Yesu yu msalabani. Tunapoendelea na hata kufikiria, tunapotazamia kufa kwake msalabani, tunapokuja kukaribia Pasaka, siku ya kufa kwa Yesu, tunakumbushwa ya kwamba Yesu ameinuliwa. Yesu aliinuliwa kama ile nyoka pale juu ya mti. Aliinuliwa katika msalaba. Na kwa yote yule ambaye ataenda kumtazama Yesu ataweza kupona. Ataweza kupokea haja ya moyo wake. Ataweza kupokea amani. Ataweza kupokea na suluhisho ya shida ambayo ako nayo ya maisha. Je, tunaambiwa kama ilivyo hata kwetu leo, mtazamaji, tumtazame huyu Kristo aliyeangikwa msalabani, na tutaweza kupata uponyaji. Uponyaji wa mioyo yetu, uponyaji wa familia zetu, uponyaji wa afya zetu, uponyaji wa maisha yetu, uponyaji wa ndoa zetu. Tukimtazama huyu Yesu pale msalabani, hakika tutaweza kupokea na hata uponyaji. Je, una imani na huyu Yesu? Ni nini ambacho kinakusumbua? Ni njoka aina gani ambayo inakuuma? Ni mambo gani ambayo yanakusumbua? Neno la leo linatuambia kwamba tumtazame huyu Yesu. Tumtazame Yesu na tutaweza kupokea na kile ambacho tunahitaji. Tutaweza kupokea uponyaji. Tutaweza kupokea amani ya mioyo. Tutaweza kupokea nguvu za kuendelea na mbele. Bwana akubariki na aweze kulibariki neno lake takatifu. Amina. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru ni kwa ajili ya neno lako. Asante Bwana ni kwa sababu ya neno hili. Ninaomba Bwana ukaweze kulibariki. Pia kwa mtazamaji ambaye amenisikiliza, pia naye ukambariki, na wacha atakapo kutazama Bwana kuone wewe, na ukaweze kuwa msaada kwake na nguvu. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tunaomba na kushukuru. Amina. Bwana akubariki na uwe na siku njema. Amina. Kumtazama Yesu ama kumtazamia Yesu. Hapa tumeweza na kuona kwamba wale ambao walikuwa na mioyo iliyotubu waliweza na kutazama juu, wakaweza na kutazama yule nyoka, na wakaamini kwamba kile ambacho Mwenyezi Mungu alikuwa amesema watapona. Iwe ni kupitia miili yao, iwe ni kupitia mioyo yao, iwe ni kupitia yale mambo ambayo wanakutana nayo, walipona kupitia tu kwa imani. Kupitia kusema kwamba nikiangalia tu ile nyoka nitaweza na kupokea uponyaji. Sisi hapa Yesu Kristo aliweza na kuwambwa msalabani ni kwa sababu ya dhambi zetu. Kwa sasa tunahimizwa na kuambiwa kwamba tumtazame Yesu Kristo pale msalabani. Peleka yote ambayo yanakuumiza pale. Mtazame pale, inua macho yako pale na imani. Mwamini kwamba atakuponya. Ataponya mwili wako, ataponya moyo wako, ataponya familia yako, ataponya maisha yako. Atakuponya kwa mambo mengi. Bora tu umtazame ukiwa unaamini. Mwamini yeye. Weka tumaini lako pale kwa huyo Yesu. Na utaweza na kuona kwamba anakubariki. Kupitia tu kwa imani yako. Utaweza kuona kwamba anakutendea
kutokana tu na imani yako. Ni maombi yangu ya kwamba imani yetu iendelee na kukua siku baada ya ile nyingine. Tuzidi na kumtumainia huyu Yesu, tuzidi na kumtazama pale msalabani, ili tukaweze na kuokoka, tukaweze na kuona akituponya kwa mengi ambayo yanatuumiza. Kuwa na wakati mwema na pia siku njema kwa ndugu zetu, dada zetu ambao kwa siku ya leo ndio siku yenu ya kwenda kanisani na kuabudu huyo Mungu. Ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka, na Mungu wa pamoja nanyi. Na kwako wewe, mahali popote pale utaweza na kushinda ukiwa yale yote ambayo utakuwa unayashughulikia, Mwenyezi Mungu akakuongoze na neema yake ikakufunike. Bye bye.